Mungu akubariki sana unapoendelea kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja kutokea katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kimara, ikiwa ni siku ya tatu tukiendelea na mibaraka ya masomo mazuri ya Kaya na Familia, ambayo mchungaji Peter John yuko hapa kwa ajili ya kuweza kutubariki kila jioni. Na kama uko mazingira ya hapa, unaweza ukajiongea katika kanisa hili la Waadventista wa Sabato Kimara na kuweza kubarikiwa vyema na mafundisho haya ya Kaya na Familia. Je, Mungu aliumba ngono? Sehemu ya tatu ni siku hii ya leo, na naamini kwamba hakika utabarikiwa vyema na somo hili katika siku hii nyingine. Mungu akubariki sana, endelea kuwa sako kwa bako pamoja nasi hadi miisho ya kipindi hiki kingine. Nyuma ya kamera si mwingine ni Edgar Kabeta, lakini anahakikisha nasikika vyema si mwingine, huyu ni Mengiston Kivamba, na anayechanganya picha ni Godson Muhezi. Na kabla mchungaji hajasimama, nikusihi hapo ulipo tusimame tuweze kupata ombi, na bana hapo mchungaji Peter John atasimama kwa ajili ya neno la uzima tena jioni hii ya leo. Asante Baba wa mbinguni kwa upendo wako na rehema zako kutufikisha katika jioni nyingine. Jina lako litukuzwe sana. Watoto wako tumejihudhurisha kwako kuja kusikia mausia yako kupitia Kaya na Familia. Kristo, neno ambalo umeliweka ndani ya mchungaji likawe na manufaa katika maisha yetu na kutuandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Kuwa nasi tunapoanza kipindi hiki hadi mwisho, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Za tangu jana, wangapi tulikuwa wote jana? Ambaye kwa bahati nzuri jana haukuwepo? Okay, sawa. Tuna watu wengi ambao jana hatukuwa nao. Tuna kichwa cha somo ambacho ukikiangalia kwa haraka haraka hakivutii. Kinasema Mungu aliumba ngono. Neno ngono tunaweza kulipa heshima kwa kusema tendo la ndoa. Sasa kwa nini linaitwa ngono? Kwa sababu ngono ni tendo lenyewe ambalo linatendeka kwenye ndoa. Kwa hiyo likiitwa ngono ni tendo lenyewe lakini linalotendeka kwenye ndoa. Wale ambao tumekuwa wote tangu tumeanza mpaka leo sehemu ya tatu, tumekuwa tukiangalia mwanzilishi wa ngono ni Mungu mwenyewe. Ndiye wa kwanza kuanzisha. Mungu yeye hausiki na ngono, ila yeye ameitengeneza ngono. Sio kama unachanganya hivi vitu. Yeye mwenyewe hausiki, ila yeye ni design aliyeidesign ngono kwa viumbe wake wanadamu ili washiriki. Ngono ni mbaraka, ni kitu cha pekee sana ambacho Mungu alimzawadia mwanadamu, na ni zawadi ya pili kama sio ya tatu. Na mimi huwa nikifundisha napenda kusema ni zawadi ya tatu, kwa sababu wale tuliokuepo juzi jana tulisema kwamba mwanadamu ana sehemu kubwa tatu. Ameumbwa akifanana na Mungu. Sehemu ya pili, Mungu amemuumba atawale, lakini sehemu ya tatu, Mungu amemuumba azaliane. Sasa kufanana na Mungu, kutawala, kuzaliana. Ukija kwenye neno kuzaliana, haya yote yako kitabu cha Mwanzo 1:26, 27, 28 na fungu la 31 linasema kila alichokifanya Mungu ni chema. Kwa hiyo ninaposema Mungu alikuwa ameumba mtu kwa mfano wake, cha pili amempa mandate ya kutawala, cha tatu amemwambia azae. Ili neno kuzaliana na lenyewe lina vipengele vikubwa vitatu. Jana tulidiscuss kimoja wapo. Kipengele cha kwanza ni procreation, ambalo ni ufafanuzi zaidi wa neno multiply. Linafafanua kwa kina ama kujaza au kuongezeka ama kuongeza. Neno la pili linalopatikana katika zaeni ni neno wanaliita covenant. Covenant kwa Kiswahili tunaita maagano ama makubaliano, lakini
tofauti ya covenant ya kwenye Biblia ni makubaliano ambayo hayafanyiki kwa mtu na mtu, ni makubaliano yanayofanyika kati ya mtu na Mungu. Na nitaomba leo nisikilize vizuri, maana jana tuliulizwa swali hapa kwamba mwanamke au mwanaume aliyetolewa usichana wake kabla hajaolewa anafaa kuwa mke, na mwanaume aliyetolewa wanaume wake kabla hajaoa anafaa kuwa mume wa mwanamke. Jana tulikuwa na hilo swali, tukasema tutalijibu leo. Na usisahau, ili uweze kuelewa hii covenant ni lazima ujue kwamba agano sio kati ya mtu na mtu. Mtu na mtu uwaga hatuagani, ila tunakubaliana. Na ndio maana tukiisha kubaliana, mimi na mke wangu tukishakubaliana, kabla hatujawa mke na mume, tunakwenda kusimama mbele ya Mungu kwa ajili ya covenant. Na kanisa la Waadventista wa Sabato duniani lina kiapo ambacho kina mjumuisho wa serikali na dini, ambapo mimi nasimama naanza kusema mimi fulani fulani na kutoa wewe fulani. Huwa tunaamini yale maneno unamwambia mwanamke, kwa sababu mwanamke na mwanaume, najaribu kuangalia Kiswahili kizuri ili nieleweke, mwanamke na mwanaume napata shida na Kiswahili, ngoja nikiseme hiki hawakubaliani kuoana wakati wanaapa, ila wanaapa kwa sababu wamekubaliana. Nani amenielewa? Hawakubaliani kuoana kwa sababu wanaapa, ila wanakwenda kuapa kwa sababu wamekubaliana. Na ndio maana kile kiapo sio chao, ni kati yao na Mungu. Na Mungu kwenye uumbaji alianza kukitengeneza kiapo kabla ya viapo vya kiserikali tulivyo navyo kwenye kanuni za kanisa. Kiapo cha kwanza ambacho Mungu alikitengeneza, natangulia mbele lakini nitarudi hapo, kumfanya mwanamke kuwa na funguo ama kufuli kwenye mlango wa tendo la ndoa. Kile ni kiapo. Mwanamke anapofuatwa na mwanaume anamwambia na kuhitaji ni kuoe, mwanamke akikubali, maana yake anajua kabisa kwenye tendo la ndoa la kwanza kuna maumivu, lakini nimemchagua mwanaume huyu, niko tayari kwenye kiapo, kwenye agano Mungu aliloliweka. Yani munisamee, najaribu kukuza ili uelewe. Ingekuwa Mungu na mwanamke wanakubaliana, ingekuwa Mungu anamwambia mwanamke, nimekuwekea hiyo bikra hapo, ina maumivu vibaya sana, inauma, na utakayeruhusu apite kwenye huo mlango inabidi mkubaliane naye na hawe mtu sahihi kwenye maisha yako. Kwa hiyo mwanamke anaishi na hiyo burden. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa anashawishiwa, wakati tulisema jana kutongozwa ni interview, ni interview ya kuingia kwenye tendo la ndoa. Wakati mwanamke na mwanaume wanafanya interview ya kujiengage kwenye tendo la ndoa, sacrifice ipo kwenye ndoa. Na inaaminika anaye sacrifice sana kuliko wengine ni mwanamke. Kwa hiyo mwanamke anapokukubalia, ndio pita, nimekubali utakuwa mume wangu, nitasubmit, nitaambatana na wewe. That is a covenant. Ni kiapo cha maumivu, na mnakwenda kwenye kiapo. Kule kwetu kijijini, ukiwa unaoa huwa wanatandika shuka jeupe. Sijajua tamaduni za watu wengine, ili kuona aliolewa ni alikuwa msichana au usichana ulishatolewa. Na ikitokea mmemaliza hilo tendo, vigeregere vitapigwa, wamama watu wazima wataingia, wakiona hizo problem hapo vitapigwa vigeregere. Na hata unaweza ukawa charged more, kwamba mwanzo uliambiwa ng'ombe 40, baadaye unaweza kutoka ukaambiwa ongeza 10. Kwa hiyo covenant ni kitu muhimu sana, na usije ukafikiri kwamba eti kiapo cha ndoa, sijui kama maneno yangu yataeleweka, ni yale maneno tu tunayoyaongea. Hapana, ni negotiation. Sio tu hapo tunapo pronounce, kwa sababu leo kwenye dunia tunayoishi wengi hapa mbele wana pronounce wakiwa sio hawana kiapo, ni wanafiki. Samani, kama wewe unayemuoa ulishalala naye, hapa mji kuapa, mnakuja kuongopa. Ile sio covenant, ile mnatutia sisi ujinga. Kwa sababu covenant ni kwa Mungu. Kwa unapokuja kusimama hapa na mmeshalala kabla mjaoana, alafu unaanza mimi Juma Ramadhani na kutwaa wewe fulani, Mungu anashangaa, mbona weipa ipo? Nikisema weipa mnanielewa?
Mbona usichana hamna? Mbona wanaume hamna? Mbona qualification ya kufikia kwenye peak ya covenant haipo? Na kitu cha tatu, angalia, ni baada ya maumivu. Kitu cha tatu ndo kinaitwa enjoyment. Niongee tu na wanawake kidogo peke yao, alafu turudi kwenye Biblia. How comes? Kwa nini Mungu aliweka kwanza covenant alafu akaja kuweka enjoyment? Unafahamu kwamba enjoyment is the last part of sex. Kufurahia tendo la ndoa ni kitu cha mwisho kwenye tendo la ndoa, sio kitu cha kwanza. Lazima tudiscuss vizuri, niwakumbushe jana. Kitu cha kwanza kuliko vyote kwenye ndoa ni procreation. Procreation haifanyiki na mwanamke na mwanaume, inafanyika na kila mtu peke yake. Mimi Pastor Peter ninavyokuwa kwenye ujana wangu na Shoma huko kwao walipo anapokuwa katika ujana wake, tunapojifunza habari za Mungu tunagundua kuna taasisi Mungu ameitengeneza inaitwa ndoa. Na taasisi inayoitwa ndoa ni pipeline, niseme kwenye umeme, ni cable inayotaka kusafirisha umeme kutoka hapa, umeme uje huku. Mimi ni chombo ninachotakiwa kutumika kusafirisha. Kwa hiyo kabla sijaingia makubaliano ya kusafirisha umeme, lazima mimi mwenyewe niseme hivi niko tayari kujiengage kwenye taasisi inayoitwa ndoa. Kwa nini najiengage kwenye taasisi inayoitwa ndoa? Sijiengage ili nipate utamu wa tendo la ndoa. Najiengage kwa ajili ya procreation. Naingia kwenye ndoa ili mimi ni transfer. Yani kwa mfano hapa mimi sasa hivi ninavyoongea na nyinyi nimetransfer generation na mtoto wa kwanza anaitwa Christina. It's a transfer of generation. Ni mbegu iliyotoka kwangu na mke wangu alikuwa ardhi. Tumetransfer generation. Maana yake mimi nikiwa sipo, Mungu anategemea Peter alivyokuwa kapanda mbegu ya utukufu wangu duniani. Kwa hiyo je, niko committed kujiengage kwenye hiyo taasisi? Nikisema yes, niko committed kujiengage, lazima nijibu haya maswali. Waliokuwepo jana tulienda deep, leo nataka niende deep zaidi. Swali la kwanza, ikiwa ndoa sio utamu, ni kusudi la Mungu la kuleta wanadamu wengine duniani. Na Mungu anasema hivi, kitabu cha Mwanzo 18:17 mpaka 19. Siwezi kumficha Ibrahimu siri, kwa sababu kutoka kwa Ibrahimu napata kizazi kingine. Kwa hiyo Mungu anapomwangalia Adamu anasema, Adamu si vema uwe peke yako. Mungu angeulizwa, kwa nini si vema Adamu hawe peke yake? Mungu angesema hivi, nataka watu kama Adamu wengine kutoka kwa Adamu. Na sio Mungu angesema hivi, nataka Adamu apate utamu wa tendo la ndoa. Ila Mungu anasema, nataka kupata watu wengine kama Adamu. Alivyo Adamu, nataka kutoka kwa Adamu apatikane Thez. Nataka kutoka kwa Thez apatikane Enoch. Nataka kutoka kwa Enoch apatikane Nuhu. Nataka kutoka kwa Nuhu apatikane Ibrahimu. Ni mbegu inayoanzia kwa Adamu. Lakini hiki kitendo akianzi kwenye ndoa, kinaanza ukiwa peke yako kabla hujaoa. Je, uko tayari kutransfer mbegu ya Mungu duniani? Sasa ngoja nikuonyeshe mgogoro hapa kabla tujaenda kwenye enjoyment. Naomba mnisaidie nipate mabinti wawili na vijana wawili. Changamkeni vijana wangu, haraka tu, nisiwachague. Njoni tu hapa tumalize hichi kipengele, then tuendelee. Vijana wawili, mabinti wawili. Naomba usimame hapa, na huyu anayekuja atakuwa mkeo, sawa? Njoo uolewe. Njoo uolewe. Ni wawili, simameni pale. Naomba mwisho kabisa nitarudi tena kwenye covenant, lakini nielewe kwanza hapa. Huyu binti kabla hajajiengage kwenye ndoa ameshafahamu kwamba naingia kwenye ndoa kwa ajili ya procreation. Na huyu binti anasema hivi, na ukumbuke hajatongozwa, bado hana mwanaume, yuko peke yake, ila anasema hivi, niko tayari mimi tumbo langu
kuzalisha utukufu wa Bwana duniani. Huyu binti anaposema niko tayari kuwa ardhi itakayozaa watoto wacha Mungu, maana yake nini? Huyu binti anachofanya, anatunza ardhi isichafuliwe. Inachafuliwaje ardhi? Haruhusu mbegu zozote ziingie hapa, kwa sababu yeye hahitaji mbegu zozote. Anahitaji mbegu sahihi kutoka kwa nani? Maana yake huyu binti atatunza usichana wake na hatolala na mwanaume yoyote. Nani amenyelewa? Nipungie mkono. Na ukimuuliza huyu binti kwa nini afanye hivyo, atakwambia kwa sababu mimi ni mwanamke teule, niliyeteuliwa na Bwana, na kutoka kwenye uzao wa tumbo langu dunia itafanya nini? Itabarikiwa. Hivyo watu wanajuaga tu ni Mariamu tu aliyeambiwa hivyo, uzao wa tumbo wako. No, hata mama yake Musa, uzao wa tumbo la mama yake Musa, dunia ilibarikiwa. Hivi unafahamu hata uzao wa tumbo la mama yako wewe uliyekaa hapa? Huyu mwanamke ana investi kwa sababu anajua ni ardhi njema inayohitaji ilete matunda bora. Hawezi kuanza kuingiza mbegu zisizo sahihi. Lakini leo kuna ardhi kabla ya mbegu sahihi ishaingia mbegu hizo, mpaka ardhi yenyewe inashindwa kudetect ni aina gani ya mbegu. Ngoja niwaambie vijana ambao bado hamjaingia kwenye ndoa, kila mwanaume unayelala naye spiritual anakuaffect, na unakuwa si ardhi sahihi ya kilimo kwa sababu uko disqualified. Lakini mwanamke anayejua kwamba amebeba nini duniani, binti anayeelewa Mungu kaniweka duniani ili mimi niwe mbegu, niwe ardhi. Mwanamke sio mbegu, niwe ardhi itakayoleta matoleo bora ya mbegu. Na kwa sababu hiyo huyu binti atatunza usichana wake, hafati enjoyment. Huyu binti afani tendo la ndoa ili apate utamu. No, huyu binti anataka ashiriki tendo la ndoa ili afanye procreation, transfer of generation, kuhamisha kizazi. Hivi si unafahamu vizazi tunahama kila baada ya miaka 100? Transfer of generation. Sasa ukitaka ugundue kwamba tuna shida leo, wewe jipime. Jipime wewe afu angalia watoto ulionao wametransfer which kind of generation. Alafu utakuja kugundua, unisamee, makosa sio ya watoto, makosa ni ya kwetu sisi. Wewe ni ardhi, ulichagua nani apande mbegu kwako, na wewe ni mbegu, ulichagua ardhi gani ipandwe na mbegu. Huyu binti akishagundua hivyo anajitunza. Huyu kijana naye, kumbuka procreation, kuzaliana, hakuamliwi na mwanamke na mwanaume, kunaamliwa na kila mmoja binafsi. Huyu kijana naye bado hajaoa, kijana bado anakuwa, naye anajifunza, anagundua kumbe Mungu anataka mimi niwe ni transfer of generation. Huyu kijana naye anasema mbegu zangu hazipandwi katika kila ardhi, ni za thamani, nazitunza nizipande kwenye msingi unaopaswa nizipande. Huyu mwanaume atakuwa bikra na huyu mwanamke atakuwa bikra. Kama umenielewa mpaka hapo, nipungie mkono. Hawa wawili wanakuja kwenye kipengele cha pili, covenant. Huyu kijana ameshaona kabisa ardhi nzuri ya kupanda mbegu zangu ni huyu binti. Huyu binti amesharidhika, hali nzuri ni mbegu nzuri za kupandwa kwenye ardhi yangu ni huyu kijana. Hawa wawili wanaingia kwenye makubaliano, na ukumbuke wakati wanakubaliana, huyu mwanamke ni bikra, huyu mwanaume ni bikra, wanaingia kwenye agano la kumwaga damu. Ndio inaitwa bikra. Wakisha kukubaliana wao wawili, wametongozana, sasa wanakwenda kwenye kanisa. Hiyo ni procedure kwenye covenant. Wakisha toka kwenye kanisa, ninyi ni mashahidi, ndio wanaenda honeymoon. Hiyo unafahamu, siku ile mkiwa mnafunga ndoa kanisani, kanisa zima tunajua. Mimi nakwambia ukweli kabisa Donald, siku ile kanisa zima tulijua, wote kanisani tulijua, hakuna ambaye hakujua. Yaani mpaka mzazi anasimama, mimi namtoa mwanangu, na tunajua kwamba leo hakuna ambaye hajui, na tuko willingly, na hatuna kinyongo, na hakuna naye kushutumu. Na sisi wachungaji tunaofungisha asubuhi tunatakiwa tuwapigie simu, Donald, meamkaje? Salama pastor, vipi? Pastor acha. Nakwambia Donald ubarikiwe, mpe simu mama. Mama vipi? Pastor bwana. Unajua kwisha habari yao.
Hivi umenisikiliza vizuri stage nilizoenda Paka wanapofikia kwenye kitu kinaitwa enjoyment, it's the last stage. Ndio maana enjoyment kwenye tendo la ndoa sio kitu, nitumie neno hili, sio priority. Lakini mnisamee, leo duniani tunakoishi enjoyment ndio priority. Huyu binti asipojua kusudi la ndoa na ngono, maana yake anatafuta utamu. Akiwa anatafuta utamu, ndio anaanza kuangalia huyu mwanaume mrefu ngoja nimjaribu utamu wake ukoje. Anaenda kesho akitembea anakutana na kafupi, akanako ngoja tuone utamu ukoje. Alafu angalia kinachotokea baadaye. Huyu binti anaonja, akiolewa anaanza kusema huyu mwanaume mwenyewe hana lolote, ni kibamia. Hivi yule anayemlalamikia mwenzie ni kibamia, mwenye matatizo ni yeye au huyo kibamia? Hivi unafahamu kila anayelalamika mwanaume huyu hajui chochote, maana yake wewe ni muuni. Wewe ulijulia wapi? Kama wewe ni mwanamke bikira uliyejitunza, wewe umejulia wapi? Ningekuwa siko live, ningefanya clarification ya kitu kimoja. Sio kizuri sana kwenda live kwenye ukubwa wa maumbile na vile ambavyo watu leo wanavyosema. It's not right. Angalieni ujinga tulionao. Kwa nini leo ndoa zinateseka sana? Huyu kijana kabla hajaoa, kwa sababu anafuata utamu, kashalala na wanawake 22. Huyu binti kabla hajaolewa, kwa sababu anafuata utamu, kashalala na wanaume 7. Wakija kukutana hawa, kila mmoja anaanza kukumbuka historia. Kasikia mume wangu yuko vizuri, lakini bwana kuna mkaka nilikutana naye Iringa chuo wakati niko mwaka wangapi? Yule kaka achaneni naye. Hapo kuna ndoa? Hakuna. Hapo hakuna ndoa, ila kuna watu wawili waliokubaliana kuishi pamoja. Na ndio maana utakuta wanaanza kupeana masharti kwa sababu wanajua matatizo yako. Simu yako, simu yako, simu yangu, simu yangu. Personal phone, kila mtu ashikia kwake. That's the problem. Ngoja nikwambie kitu kibaya. Dalili mojawapo ya mwanaume wako au mwanamke wako sio mwaminifu ni yule ambaye haruhusu simu yake uishike. Mwanaume mwaminifu akirudi nyumbani kwake huwa anasahau simu kaweka wapi. Mwanaume asiye mwaminifu hadi chooni yuko nayo. Na akisikia tu inaita yuko tayari kutoka na povu anafutia jicho moja. Iko wapi? Iko wapi? Iko wapi simu yangu? Na mwanamke ambaye usipokee mambo ya ofisini, mimi usalama wa taifa. Nani alikwambia usalama wanajitaja? Nani alikwambia usalama wa taifa anajitaja? Nani amekwambia usalama wa taifa anajisifia kwa watu? Mimi ni usalama wa taifa. Laiti kama Mungu anisamee, lakini I'm speaking the truth. Laiti kama generation tulio nayo leo ingeelewa the meaning of procreation, ndoa nyingi zingekuwa salama. Kwa nini zingekuwa salama? Kila pete ingekutana na kidole sahihi. Hivi wakina mama na masomo ukiwa wanafundisha afuko na wazazi, anashangana kweli. Hivi unafahamu mwanamke maumbile yake ni elastic. Kila anapotanuka yakifika kiwango fulani hawezi kurudi alikotoka. Unafahamu kila mwanaume unayelala naye ukiacha mbegu anazokuachia ambazo zinakuathiri. Jana nilisema, kwa nini mke wangu Pastor Peter nikimuoa baada ya miaka 5 anafanana na mimi? Kwa sababu ni mbegu zangu peke yangu ninazozipanda. Ndio maana mke wako anakuwa transformed. Anatoka kwenye sura ambayo ulimkutia, baadaye utasikia watu wanasema Peter na mkewe wanafanana. Maana yake mwanamke anaathirika kwa kila mbegu anayowekewa. Sasa wewe kabla hujaolewa umeweka ya matembele, umeweka ya matikiti, umeweka ya parachichi, umeweka, yani uko ndani sasa hata vile viinilishe vya kusababisha mbegu yote na vile vinachanganikiwa. Hapa tunakuza ipi? Na hiki ndizo kizazi tulicho nacho leo. Nilikuwa hapo ofisini nasoma, niliambiwa mzee Manyama alikuja kunikuta. Baba nilikuwepo, nililala tu usingizi. Nikasoma clip nikamtumia mke wangu. Ile clip ni kwenye Instagram. Mbaba na mkaka wamekaa wanahojiana. Mbaba anamuhoji mwanamke. Anamwambia, "Wewe hujambo?" Mwanamke anaitikia, hujambo." Anatamka secret part kwa neno lake. Sehemu fulani yako haijambo. Yule anasema, "Yes, haijambo lakini inaukiwa." Yule mkaka anamwambia, inaukiwa kwa nini? Tunahitaji, anaanza kuexplain
Yule mkaka anamwambia don't worry, kwa sababu ni hiyo tu secret party, si lazima mwanaume, si hata vifaa vinaweza vikafanya ikawa certified. Hicho ndio kizazi tulicho nacho leo. Hivi unafahamu sasa hivi tuna kizazi ambacho kiko interested na enjoyment na kinanunua sanamu za tendo la ndoa. Hivi sasa hivi unajua hata Tanzania zimekuja sanamu za kike completely. Unazilipia pesa, unanunua, anakuwa mkeo ndani. Unafahamu watu sasa hivi wana viungo vya kufanyia tendo la ndoa ambavyo sio vya mtu, vimetengenezwa na plastiki. Hawa watu hawafati purpose, wanafata enjoyment. Ni waombe vijana wenzangu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ama niseme vijana wote duniani, tusiruhusu akili zetu ziharibiwe na enjoyment, to focus na purpose. Kusudi ni muhimu sana kuliko utamu unaopata kwa muda mfupi. Usikuendeshe. Jana tulijifunza self control. Control yourself. Sasa hivi unakuta binti yako ndo anaangalia clip kama hiyo. Nilimtumia mimi mke wangu, nikamwambia mke wangu, we need to invest a lot. Tunahitaji kuwekeza sana kwa watoto. Hivi angalia generation, watoto wetu wa leo wanajua miswala ya mitandao kuliko kitu chochote, na ndio anakuwa na hivyo ndivyo vitu watakavyoviona. Nikifika hapo waga napenda kuconclude kwa kusema hivi, wale ambao bado hamjaolewa, tafadhali jitunze. Sisi ambao tulishavurunda bado tuna uwezo wa kutengeneza yasiyowezekana kwa wanadamu. Mimi Biblia inanikosha sana bwana. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Kwa hiyo tu fix, wewe tumia nati hizo hata kama zina kutu, tuingiza kwenye mafuta taa zinayayuka, kaza. Naamini baisikeli itafanya nini? Itafika. Kitu cha tatu, ukumbuke tumesha discuss covenant enjoyment. Kitu cha tatu ambacho hakina heading ni hiki. Huyu kaka wakishakubaliana yote paka wanaanza tendo la ndoa, shikaneni. Sikiliza hii pointi. Wakati mnafanya tendo la ndoa, kuna shahidi yoyote huwa mnamwalika? Nisikilize vizuri. Mke na mume, mko tayari kuonwa na watu wengine mnapofanya tendo la ndoa? Hamko tayari, si ndio? Nisikilize vizuri. Mnaposhiriki tendo la ndoa, mko kwenye kiwanda, mnatengeneza product inaitwa nani? Mtoto. Halo. Watu wawili wako sirini, wanatengeneza ni kiwanda Mungu alichokitengeneza ili kiproduce bidhaa inayoitwa mtoto. Mtoto anapotengenezwa, mdada wa kazi hayupo, mama yako aliyekuzaa hayupo, dada yako mliozaliwa pamoja hayupo. Mko wangapi? Mtoto akishazaliwa, njoo mtoto uzaliwe, njoo uzaliwe. Mshike hapa mama yako. Nisikilize vizuri ndio ugundue. Juzi sijui lini niliwaambia hapa, siku moja mimi nilipojifunza mambo nilisema labda ningejifunza mapema either nisingeoa, na wengi wakajua namaanisha ndoa ni mbaya. Hapana. Huyu dada na huyu kijana walipokwenda kwa mchungaji kufanya kiapo, walienda na mdada wa kazi. Aliye hapa kiapo ni nani? Ni wao peke yao bila mdada wa kazi. Na Mungu haangalii enjoyment, Mungu haangalii utamu wa tendo la ndoa. Mungu anaangalia misheni ya hicho, maana Mungu katengeneza kiwanda, anataka kuzalisha watoto watakaokuwa kama wewe. Ndipo Mungu anamwambia nendeni mkazaliane. Maana Mungu anasema hivi, mlivyo nyinyi, ulivyo wewe Adamu, na alivyo mke wako, nileteni watoto walivyo kama nyinyi, wawe baraka duniani. Lakini angalieni, hawa wawili wakishazaa mtoto, huyu wa kiume kapata, wamezaa. Huyu mama ni nesi, huyu baba ni polisi. Wanamleta mdada kutoka Iringa. Njoo. Mshike huyu. Huyu dada atapewa na serikali, na ndio ambayo mke wangu anaendelea nayo. Serikali inampa siku 80. Tunasemaga miezi mitatu kasoro. Ikishampa hizo siku 80 za kupumzika nyumbani, inamuongezea tena kurudi kazini nusu siku. Atatoka saa 8 nafikiri. Kwa muda wa miezi tena mingapi? Huyu mke wangu ni mfanyakazi, asubuhi anaenda wapi? Huyu baba ni polisi, asubuhi ameenda wapi?
Mtoto ameachwa na nani? Huyu aliapa kwenye kiapo. Mission ya kuwa kwenye ndoa ili tufanye tendo la ndoa ni kwa sababu ya nani? Ya kuzaliana. Huyu mtoto alipaswa alelewe na nani? Na baba na mama. Sasa hivi analelewa na nani? Mnamjua huyu alikotoka kwao Iringa? Haya, tuwashumu ndo bibi yake wa Iringa anamwachia yeye vikoba vya uchawi. Huyu binti hajafundishwa uzinifu ni dhambi. Niliwaambia kacha. Mfano mimi kwenye tamaduni zetu za Kigogo, ukienda jandoni, unahamasishwa ukitoka jandoni uje ujaribu ngono. Kwa hiyo nikitoka jandoni huwa tuna tabia, ni mila inafahamika. Nakuja nyumbani kwa mzee Manyama, nakutana na binti yake mlangoni, namnunia, simuongeleshi mpaka anipe zawadi. Na akinipa zawadi yule binti kashakubali. Sasa mimi simjui Mungu, sijui maana ya ndoa, sijui procreation, sijui covenant, sijui enjoyment. Nimelelewa na tamaduni. Kwa hiyo sex kwangu it's normal. Kwa hiyo nikiachiwa huyu mtoto naweza kuanza kumfundisha vitu ambavyo sio sahihi. Na ndio maana wengi wa wazazi leo, wadada wa kazi wamekuwa wanapendwa na watoto wetu kuliko sisi. Na wadada wa kazi lugha zao zinafahamika na watoto wetu, lakini lugha zetu hazifahamiki. Utasikia mwanao anaongeleshwa na mdada wa kazi, "Biteka sole malenga." Na anaitikia, "Heya." Wewe ukijiangalia wewe ni Mgogo, mkeo ni Msukuma, mtoto anaongea Kindengereko. Mnabaki kushangaa. "Wewe dada mmeongea lugha gani?" "Ni Kindengereko." Hivi unajua hichi kitendo kinamuhuzunisha sana Mungu. Mungu anisamee. Sasa hivi watu hatuko interested na goals, hatuko interested na purpose, tuko interested na enjoyment. Hawa wako interested na enjoyment. Mtoto ni matokeo wasioyategemea. Na ndio maana wako tayari kumwacha. Niliwa challenge hapa juzi. Ngoja nirudie tena, hichi kitu kinaweza kikawasaidia. Mnafahamu huyu binti, huyu si ni mume wa huyu binti? Huyu binti anaweza kumwachia mume wake akamwachia dada wa kazi. Dada wa kazi, naenda kwenye harusi leo, tutatoka saa 7 sijui kama sio saa 8. Mume wangu huyo tamkuta. Mmewahi kumkuta mwanamke wa hivyo? Sasa ni wanawake mnisamee. Juzi nilitumia neno mama mmoja, "Hey pastor, maneno makali tunajifunza, sina nia mbaya." Huwa mnafikiri vizuri wakina mama. Huyu mume wako aliyekuoa si ni mtoto wa mwanamke mwenzio? Amekaa miezi 9 kwa mwanamke mwenzio. Kwa nini mtoto wa mwanamke mwenzio hauwezi kumwacha na dada wa kazi, ila mtoto wako aliyokaa tumboni miezi 9 unaweza kumwacha na dada wa kazi? Nikifika hapa kweli wanawake waga siwaelewi. Mimi nime experience this time. Mke wangu amepitia very hard situation mpaka anapata mtoto. Sometimes midnight unamkuta amekaa kitandani, anashindwa kukaa, anashindwa kusimama. She's so painful. Na anayemfanya na struggle hivyo mtoto wake aliye tumboni. Eti akitoka anambwaga kwa dada wa nani? Wewe unaenda wapi? Pesa. Tunatafuta mume wangu ili watoto waishi. Maisha ni magumu, tunataka tuinvest. Miezi 9 ulistruggle na mtoto wako, alafu baada ya hapo unamtelekeza mtoto. Mbingu inawaangalia ninyi wawili. Mlitafuta watoto sirini, mlikubaliana sirini. Kilichotokea product mlio produce kutoka sirini. Saizi inalelewa na ambaye hakustruggle kuhusu mimba na hajui uchungu wa mimba na hajui chochote ulichokipitia kuhusu mimba. Ndiye anaachiwa nani? Mtoto. Na sijui ni hapa nilifundisha kama sio hapa somewhere else. Hivi unafahamu kwamba mwanamke ndiye binadamu pekee anaweza kuongea na mtu bila kuongea kwa mdomo? Ni hapa, asante sana. Mwanamke ndiye binadamu pekee anaweza kuongea na mtu bila kunyanyua mdomo wake. Huyu binti wa kazi hajawahi kuongea na mtoto akiwa tumboni, hajawahi kuzaa, hajui. Na ndio maana mke wako kuna wakati akimwangalia tu mtoto wake utasikia anakuambia, "Mume wangu huyu leo hayuko sawa, tumpeleke hospitali." Huyu akimwangalia, mtoto kakazana, kampa maziwa ataki, kaogesha ataki, kinachofuata usinihangaishe, pwa juu ya kitanda, anaendelea na shughuli zake. Ukimpigia simu, "Mama, huyu mtoto simuelewi leo."
Amefanyaje? Ni tabu, analia. Peleka hospitali. Haya mama, na hachukui serious. Lakini mama aliyoingia leba, mnisamee wakina mama, hivi unafahamu kuna wakati watoto mnaowazaa wanakuharibia hata mwili wako? Hivi unafahamu kuna wanawake miili yao imekuwa affected for the sake of, kwa ajili ya watoto? Unafahamu kuna wakina mama wamezaa kwa operation 3-4. Halafu huyo mtoto huyo aliyekuharibu kiasi hicho umemwachia mdada. Naomi, mwangalia mtoto. Ikifika saa 7, Naomi mmekula? Ameoga? Amelala? Haya. Ndio ninatoka kazini, nitapitia kwenye vikoba. Ukiwa kwenye vikoba unapiga, ameshalala, mfunike baridi. Hivi miaka 15-20 ijayo, huyu mtoto atakuwa ni yule mtoto ambao Mungu anamwambia Ibrahimu hivi, Ibrahimu, siwezi kukuficha siri zangu. Let me read. Ngoja nisome kitu inawezekana kikagusa moyo wako zaidi. Ngoja nikisome kama Ibrahimu anaongea na Mungu, anaongea na Ibrahimu. Genesis anasema hivi huyo mtoto aliyeachwa na dada miaka 15, hivi Mungu anaweza kuja kwa Ibrahimu akasema haya maneno, Bwana akanena, je, nimfiche Ibrahimu jambo nilifanyalo? Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa, kwa maana nimemjua ya kwamba atawaamuru wanawe, Ibrahimu atawaamuru wanae, Ibrahimu na mkewe kwenye ndoa watawaamuru watoto wao. Watawaamuru nini? Na nyumba yake baada yake waishike njia ya nani? Ya Bwana. Lakini hao wanaopaswa waamuru mtoto wao ashike njia ya Bwana, wao hawaamuru. Huyu nesi yuko hospitalini, huyu afande yuko barabarani, huyu ambaye hajui chochote kuhusu mtoto wenu ndio umemwachia mtoto aamuru. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna watu baadaye watasema, sasa pastor swali. Sasa ndio tunakaa sasa tufanyaje? Mimi mwenyewe sijui ufanyaje. Ila hiki nilichokuambia uko responsible. Samahani, nimeitafuta hiyo nukuu leo nimeikosa, nikiipata nitawasomea. Unafahamu matokeo ya huyu mtoto yanaweza yakazuia wokovu wa hii familia? Nimeitafuta kwenye kitabu nafikiri cha Adventist Home, kwenye kitabu cha Heaven. I thought nilisoma miaka ya nyuma. Naendelea, nikiipata nitakusomea hiyo quotation. Anasema matokeo ya huyu mtoto kama mzazi haukuwa responsible, upo kwenye wajibu wa kuwajibishwa kwa makosa ya huyu mtoto. Kwa nini? Hebu tuje viwanda tu vya kawaida. Hivi viwanda tu vya kawaida vinavyo produce business, vinavyozalisha biashara. Hivi kiwanda cha kawaida unaweza ukazalisha biashara yako afu ukapeleka kwenye kiwanda kingine? Uwezi. Biashara yako lazima uisimamie, uwekeze, uitunze, ifikie kwenye piki. Lakini leo ndo tuna hii generation. Huyu kijana atalelewa na dada, akifikisha miaka 22, 23, 25 naye anaenda kuoa. Lakini anaenda kuoa kulingana na malezi yasiyo sahihi. Huyu anakuwa mume wa ovyo kwenye ndoa nyingine. Baada ya kutransfer the next generation, una destroy the next generation. Na wengi wetu leo duniani tuko busy na maisha, lakini tuna destroy generation. Niliwapa mfano jana, mmoja aliangalia YouTube akanitext, nikamuelewesha, alinielewa vibaya. Leo kanisa pia baadhi idara ya vijana tunawekeza nguvu sana mtu apate nishani ya master guide. Tunawekeza nguvu sana mtu avae magwanda, apige gwaride, lakini hana self control. Anakuwa master guide malaya, master guide asiyejiheshimu. Lakini light tungalijua kuwekeza nguvu kwenye mtu kujitambua, kujitunza, kujiheshimu, alafu ndo tukaja na hayo mambo mengine. Tunawekeza wapi? Umaster guide hauanzi kuhitimu masomo tunayosoma. Umaster guide unaanza kuhitimu kwenye malezi ya baba na mama. Mtoto wenu mmemzaaje? Mnamleaje? Master guide sawa sawa na degree ya theology. Mfano, mimi naweza nikasoma theology nikawa bado sio mchungaji muaminifu, nikawa mshenzi.
ila nina degree ya theology. Naweza nikavaa magwanda yana pin, lakini mzinzi, muongo, mnafiki na ni mwanaume nisiyefaa. Lakini kosa liko kwenye kanisa. Kanisa linapoweka mtaala wa master guide linaamini wazazi mliowalea watoto vizuri, tunawaboresha watoto na kuwaongezea. Lakini leo wazazi hawapo na watoto wao, halafu tulivyokuwa waajabu, eti mzazi anategemea kanisa limlelee. Kanisani tunakutana masaa mangapi? Juzi nilikuwa kwenye ubishani wa dini, mmoja alinifurahisha sana. Hivi unajua kuna watu wana mindset za kitoto sana. Wanajuaga kanisani ndio kuna Mungu. Yaani kuna mtu anaamini akilini mwake kanisani ndio Mungu yupo. Akitoka tu hapa kule hayuko. Nani alikwambia mtoto wako analelewa na kanisa? Haujui kanisani tunakuja kushare malezi tuliolelewa kutoka wapi? Mimi naitaka kanisa ni eneo la kupata elimu kuhusu Mungu. Leo wazazi hawako, eti mtoto wako umemzaa nampeleka kwenye shule zetu. Ana miaka mingapi? 1. Boarding. Agape, pale kuna roho wa Mungu. Walikuwepo wakati unakula kiapo? Walikuwepo wakati mnashiriki kutafuta mtoto? Naye shule yetu ilikuwa pembeni. Faster, shirikini faster, tunamtaka huyo mtoto. Walikuwepo pembeni? Sisemi shule zetu sio nzuri. Nisikilizeni wanandoa. Shule ya kwanza muhimu kuliko yote ni baba na mama. Umewahi kujiuliza hili swali? Musa alilelewa kwao miaka mingapi? Watu wanakoseaga sana, nasema Musa alikaa kwenye jumba la kifalme miaka 40. Sio kweli. Alikaa miaka 28 kwenye jumba la kifalme. Alikaa na wazazi wake miaka 12. Musa hakubadilika mpaka leo. Miaka 12 tu alispendi kwenye shule ya awali ya msingi ya mama na baba. Alipokwenda kwenye shule ya pili yuko duniani tayari kashakuwa invented na program ya Mungu nyumbani. Maana baba yake na Musa na mama yake walijua wanaandaa the second generation. Sasa hebu to imagine, sio kweli, to imagine. Mama yake Musa naye angemwachia mtoto dada, na ni mdada wa Kiegypt, kwamba nani mtoto huyo anywe uji, masaa yake ya kula kila baada ya masaa mangapi? Kila baada ya masaa 3 wale. Anaoga mara 2 kwa siku. Dawa zake ziko pale. Wewe unaenda wapi? Nisikilizeni mabinti. Kama hauko tayari kulea, usiingie kwenye ndoa. Acha, niliwaambia juzi sijui jana, ndoa sio lazima. Kama uko tayari kuwa responsible, usijengee laana. Stay away from this business. Jiambie kabisa, Baba wa mbinguni, mimi kama Ana aliolewa miaka yake 6 tu, mumewe akafa akakaa bila kuolewa. Mimi nimekuchagua tu wewe, kaa ndani yangu na napiga kazi ni support injili. Wako wanaume hivyo kwenye Biblia pia waliamua. Na wewe hujazuiwa. Ukiona uwezi kuwa responsible, usioe. Usiolewe. Nilikuwa kwenye training ya sisi wachungaji, aliyekuwa mkufunzi anafanya alikuwa ametoka Marekani na mkewe. Mimi nimewahi kukaa mbali na mke wangu 2 years. Wakati anafundisha nilimuona mjinga sana. Akasema tulipopata mtoto wetu wa kwanza mke wangu aliresign kazi. Nasema baba vipi huyu? Lakini nilipojifunza nilielewa. Yule mzungu anasema walipozaa mtoto wa kwanza mke wake akaresign kazi, akasimamia familia. Baba akatafuta chakula. Akaanza kutuhadisia position na maeneo ambao watoto wake sasa hivi wako. Hivi nikuulize wewe, unaiangaliaje determination ya mwanao miaka 15 kutoka sasa? Hivi nafahamu kuna wazazi hapa hawajui hata kuhusu watoto wao. They don't know anything. Tena sisi wanaume ndo kabisa, kuna mzazi hajui chochote kuhusu mwanae. Yaani akiwa hapo ndo kila kitu anasubiri kuambiwa. Huyu mwanao anapenda rangi gani? Mama Vero, huyu mtoto anapenda rangi gani? Mama anasema pinki. Chakula chake mimi ananichanganyaga, siji chips, siji ndizi. Eti chakula gani huyu? Na wewe unajiita ni nani? Halafu unajisifia mbele za watu, baba ndio kichwa cha nini? Mungu alitupa mamlaka kusimamia, lakini minor thing kuhusu mwanao you don't know. Halafu unajiita. Hivi nafahamu Mungu anasema anajua paka idadi za nywele za watu wake. Mzee Manyama.
Yaani Mungu akitokea hapo akamuuliza mzee Manyama ana nywele ngapi, akwambia 7869.70.3, alafu anakusubiria umuulize mwingine. Wewe kuhusu mtoto wako hivi, tufanye research tu siku moja hapa, tuchukue watoto wa washiriki, tuwafunike mwili mzima, tubakishe miguu tu, alafu tumuite kila baba aangalie mguu, amwambie huyu ni mwanangu. Utaona hapa vituko. Nakwambia siku hiyo ndio utagundua anadoo waga tunacheza. Utaona baba anaanza baadaye anaamua kwamba liwalo na liwe mbe, akiamka mtoto wa Joshua. Hey, samani. Niliangalia shule moja, mwanangu aliniambia anapenda kusoma urubani, kwa nikaa na soma vitu vya urubani. Nikaa naangalia kind of program shule ilifanya siku ya mahafari. Wamama wote waligeukia upande huo, watoto wakawa nyuma. Mtoto anaita mama, alafu anatakiwa mama wa mtoto huyo amjue mwanae na ageuke. We ndugu yangu wewe, nilicheka sana. Yaani unasikia katoto kakisogea mama, unaona wamama 8 wamegeuka, alafu nakuta mwingine ndo anarudi, wewe sio wa kwangu. Hivi nafahamu kuna wazazi hata sauti za watoto wao hawazijui. Mimi nimekosea mara 2. Nikiwa niko mbali na nyumbani, nikiongea na simu naongea na watoto. Sasa nilifundisha hichi kitu, utakuta mkubwa labda anaongea naye, anambia baba otea, mimi nani? Kazi inaanza, huyu hapa, hebu rudia tena. Siku moja kabisa nikakosea, Christina akacheka, Christabella. Oho. Hivi nani hapa anajua yuko responsible ku transfer generation na ana spend time na mtoto akijua hawekezi? Nisikilizeni wazazi, hauwekezi ili mtoto akutunze. Samahani nikupe mfano uelewe. Umewahi kujiuliza Musa aliwahi kuwatunza wazazi wake? Mungu ndio yuko responsible kukutunza. Ila yawezekana mtoto wako ni Yusufu, yawezekana mtoto wako ni Musa. Hivi unajua nini Mungu kakiweka ndani ya mwanao kwa ajili ya second generation? Hivi hichi kizazi tunachokiogopa, tunachokiendea cha technology, hivi unafahamu kuna mtoto leo amezaliwa kutoka kwenye tumbo la mkeo na mbegu yako wewe? Huyo mtoto ni mkombozi kwa hichi kizazi cha leo. Lakini the bad thing, hatuko pale wazazi. Mungu ametuamini, we are not there to push the dream. Sisi tunatafuta fedha. Cha mwisho kinachonidisturb sana, kinachonikaraisha sana mimi, na namuombaga Mungu atusaidie sana, na mimi nimewahi kukipitia for 2 years. Huyu baba anahamishiwa kazi Arusha. Mke na watoto kawaacha wapi? Njoo kijana, mshike mama yako. Na wewe sogea, mdada wa kazi. Yuko wapi? Arusha. Ijumaa, siku hizi kuna magari ya usiku, si ndio? Ijumaa usiku huyo anapanda gari kuja kwa mkewe Dar es Salaam. Naomba niwaulize swali, anafuata nini? Afati mke, anafuata nini? Enjoyment. Afati procreation, afati covenant, anafuata enjoyment. Tasikia mke wangu wewe uoge, umeandaa kiwanja, narudi. Kinachomleta hapa huyu baba ni tendo la ndoa. Anaingia amesafiri Jumaa jioni, anaingia asubuhi Jumamosi. Kabla hajaja kwenye shule ya Sabato anaimba nyimbo ambayo haina mwalimu. Akitoka hapo anakuja shule ya Sabato kachoka kusinzia. Yuko kwenye siti ya nyuma, ibada ishe. Anajua hapa natakiwa kesho Jumapili nisafiri, ibada siishe faster, mimi nimalizie niende wapi? Ibada ikiisha Jumamosi usiku ataimba kwaya. Jumapili mchana ataimba kwaya. Usiku tena anapanda gari anarudi wapi? Hebu niwaulize swali, is that the marriage? Hiyo ni ndoa? Ukienda kwenye concept ya ndoa, hii sio ndoa. Alafu angalia kitu kibaya zaidi ambacho nimesoma kwenye vitabu hivi. Nafikiri nilimpa mzee na nacho. Inasema mwanamke hajaumbwa alee peke yake. Nenda na wewe ufuatilie. Vijana wa kiume wengi ambao ni mashoga wamelelewa na mama peke yake. Sijui kama mnafuatilia mitandao, mimi nasoma. Jana nilikuwa namuona mama single parent, tena wamemwataki.
amelala kwenye kitanda, mtoto wake anamfanyia massage, baadaye kalala chali, mtoto kaja na feni anampuliza mama yake secret part. Ni single parent, baba hayupo. Mama ni kiongozi wa influence, baba ni kiongozi wa position. Baba hana mchezo, akikwambia kaa chini, mtoto anakaa wapi? Lakini mama anatafuta influence. We Juma, unavyokimbia hili jua kali mwanangu, utakoa, kifua kitaumia, uwe unatulia basi kitu. Mama huyo, kwa sababu mama yuko kwenye position, mama yuko kwenye influence. Lazima baba na mama tuwe pamoja ili tu produce the next generation. Na ngoja niwaambie wazazi wenzangu, kama kuna triki shetani ameitriki, vizazi vitabadilika, yeye abadilishi principle ni ile ile. Shetani amejua siri ya success kuwashinda watu wasio waaminifu sio kanisani, ni kumdestroy baba asiwe nyumbani. Na baba akiwa hayuko nyumbani, sisemi kwa nia mbaya, nenda kafuatilie. Mimi mwenyewe nimelelewa na mama peke yake. Baba asipokuwa nyumbani, kizazi kinachofuata kinakuaga shida. Ni wachache sana wanaobahatika. Sasa huyu yuko Arusha, mke wake yuko Dar es Salaam. Kwa mwezi wanaonana mara ngapi? Na waonani kwa ajili ya ndoa, wanaonana kwa ajili ya enjoyment. Sasa niwaulize ambao hamjaoana na kuolewa, uko tayari kuingia kwenye hii taasisi? Mimi siku moja nilijifunza mambo, nilijiambia light ningalijua kabla. Na kwa mimi ninavyojiona na wito wangu Mzee Manyama, yawezekana nisingeoa kabisa. Mimi kuna wakati nabadilishwa begi airport. Yani mama anakuja, anapokea lile lingine, anakupa lingine. Kwa unatokea tu mlango huu, unaingilia mlango huu. Na unaona sifa. Na unakuwa proud. Lakini wakati huo generation inakuwa distracted. Tunawezaje kukomboa kizazi kinachokuja miaka kadhaa ijayo mbeleni? Samani Donald, mfano tu. Donald na mkeo wamejiengage. Very soon Mungu atawabariki wapate watoto. Wamejiandaje kwa mtoto wao? Miaka 20 kutoka sasa. Kama Donald ana miaka 28, muongezee 20 kutoka sasa. Na miaka mingapi? 48. Wakati mtoto wake wa kiume wa kwanza au wa kike ana miaka 20, Donald ana miaka 48. Atakuwa proud kwa huyo mtoto wake. Sisi tuliozaa watoto wetu, una muda na mwanao. Unamuonaje mtoto wako miaka 15, 20 ijayo? Atakuwa ni mtoto utakaosema I'm so proud for, au atakuwa mtoto utakaokuwa regret? Tena kama sisi wachungaji ndio utakuta tunachanwa kweli. Haya, angalia ndio watoto wa wachungaji hao, tuwaombe. Na niliogopa, narudia hili neno. Mungu wetu wa mbinguni, macho yake mawili yako kwenye ndoa yako Donald. Nimemshikia bango kama vile Joseph hajaoa. Joseph, Mungu wa mbinguni macho yake yako kwenye ndoa. Mungu anahitaji the next generation. Ngoja nifanye paraphrase ili uelewe. Hapa kanisani mimi leo nina viongozi nafanya nao kazi, ambao niko so proud. Yaani kuna kiongozi unafanya naye kazi kama this. I'm so happy for this man. I'm so happy. Huyu mama ni mbaraka mkubwa sana. The question is, huyo unayesema ni mbaraka ana miaka 46. Biblia inasema mtu miaka mingapi? 70. Akiwa na nguvu miaka 80. 80 toa 46 imebaki mingapi? 20 ngapi? 24. Imagine sasa hivi Pastor Peter labda ni potential, labda na vitu special, labda watu wengi wanabarikiwa, watu wengi wanabadilika, lakini the question is after, baada ya miaka 40 kutoka sasa, sitakuwepo. Na hata nikiwepo sina nguvu. Ni yule wa kuomba tu, sogezeni juani. Wamekusogeza. Jioni tena nani? Ingizeni ndani. Nani umempa kijiti aendelee? Leo asubuhi tulikuwa tunateka walk na mama mchungaji. Tunafanya mazoezi asubuhi. Tukapita sehemu, fence ya nyumba ni kubwa, nyumba ndani nzuri.
tunapita hiyo njia, lakini leo tulikuta geti wazi. Ndani kuna majani kuliko maelezo. Kwenye kutembea ninakutana na mtu, kuna sehemu mchungaji anambia mimi naishia hapa, mimi naendaga mbali kidogo, naambia nitakukuta. Nakutana na mtu, tunapiga tu story, akaanza kunihadisia nyumba tulioipita. Yule mzee alikuwa na njozi, yule mzee alikuwa na akili, yule mzee amewekeza, akamalizia ila watoto wake. Hivi unafahamu kuna watu wengi hapa mna dream kubwa sana ambavyo suddenly siku ukifa imekufa. Kwa sababu huna wa kumwachia kijiti. Ndio maana wenzetu wa Hindi hata kama wana asili ya Kitanzania wanatushinda. Nimseme mmoja bila uoga, huyu anayesimamia timu ya Simba anaitwa nani? Juzi alimuonyesha mtoto wake anayemwandaa kumkabidhi kijiti, kama mlimuona. Juzi alisema the third generation. Yeye mwenyewe ni kizazi kilichoandaliwa. Sasa anasema the third generation. Nguvu zinaisha, uwezo unakwisha, kijiti namwachia mtu. Na huyu ninayemwachia kijiti nitazeeka vizuri and I will be safe in my old age. Lakini sisi leo we don't have time na watoto wetu. Tuna time na kutafuta pesa. Wakati utafika utabaki nyumbani kwako peke yako, na mama yao ambaye ni mkeo ataenda kwao, kwa watoto wako. Pale kwako utabaki peke yako. Utalia na njozi zako, utaangalia miradi, utaangalia investment, alafu utasema light ningalijua ningekulepo. Maana hukuandaa the next generation. Hiyo haiko tu kiroho, hata kimaendeleo. Sasa niwauzie wazo, tuliooa, let us collect ourselves. Twendeni tujikosoe. Tuanze kusimama na watoto wetu, tuinvest kwa watoto wetu. Yesu hakuinvest kwenye majengo ya kanisa. Yesu hakuwa na shida ya kujenga majengo, leo yanajengwa. Yesu aliinvest kwa watu. 10 na wangapi? Ndio aliowasogeza karibu, akaimpact kutoka kwao. Yesu kaondoka, mpaka leo anazungumzwa. Mpaka leo tuna kanisa kubwa la Magomeni na la Mwenge linatengenezwa. Yesu hakulitengeneza, lakini aliinvest kwa nani? Sisi leo hatuna time kuinvest kwa mke na watoto. Tuna time kuinvest kwenye magorofa, kwenye majumba, kwenye miradi. Lakini who will stand there kipindi wewe haupo? Sasa nifanye clarification kidogo ili tuondoke. Sijakataza tusiwe na wadada wa kazi. Mnaweza mkarudi wadogo zangu, asanteni sana. Na kesho tena. Unajua unapokuwa na watu wengi unafundisha, usipokuwa makini kila mtu anaondoka na la kwake. Na nimekuja kushangaa, yananikuta sehemu kuna mtu anaondoka na kitu ambacho hata yeye mwenyewe hujui alikitoa wapi. Anakuambia Pastor Peter na anakunukuu, mbona mimi sikuzungumzia wadada hatuwahitaji. Lakini point yangu, lea watoto wako. Lea watoto wako. Kwa sababu Mungu amekuamini wewe, na ndio kusudi la ndoa, for the next generation. Mungu anapomwambia Adamu, nendeni mkazaliane, hawazai washenzi, hawazai wavuta bangi, hawazai wezi. Ile ni shule Adamu amepewa kutraining watoto ili wamche Mungu. Sasa mzazi, kuwa mwaminifu sehemu yako, ili mtoto akiamua kwenda kinyume yawe makosa yake, na wewe usiwe na hatia kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi ya swali moja kama jana, kama lipo. Kama kuna swali moja kama lipo. Kimya, naamini kabisa sina swali. Jamani, Mungu awabariki. Tusimame tuombe. Simame tuombe. Asante mtukufu Baba na Mungu wetu wa mbinguni. Yesu, taasisi ya ndoa katika ufahamu wa kimbingu ni ngumu sana duniani. Shetani amekuwa kiumbe mwenye akili kubwa sana. Na ndio maana hata kwenye Biblia yako maneno yaliyotoka kwenye kinywa chake kwenye maandiko matakatifu. Shetani anaifahamu Biblia na anajua siri ya wokovu. Ndio maana Kristo ulipokuwa unazaliwa, wewe nawe ulimchagua Yusufu na Mariamu, kwa sababu ulikuwa unajua kutoka kwao wewe utakuwa mkombozi wa ulimwengu. Sisi leo hatuelewi kabisa hata watoto uliotupa, na hatuelewi njozi ulizoweka ndani. Tumekuwa wazazi tunaoangalia ndoa na mafanikio ya kimaisha, lakini hatuna muda kutengeneza vizazi vinavyokuja kwa ajili ya utukufu wa jina lako duniani.
na shetani ametuharibu sasa hivi. Mifumo ya nchi inatulazimu wakati mwingine mke na mume kuwa mbali, inatupelekea kukosa nyakati za malezi sahihi. Wakati tukihangaika na maisha hayo, tunaharibu kizazi kijacho. Wewe ni Mungu uliyetuumba na unayeongea ndani ya moyo wa kila mmoja. Na kusihi kwa haya machache tuliyozungumza, Roho wako Mtakatifu adumu ndani ya kila mtu. Endelea kufungua akili zetu na kukuona wewe. Tupatie nguvu na uwezo wa kujitoa sana kuwekeza kwenye taasisi uliyotuamini ya familia, ili sisi na familia zetu tuweze kuwa baraka leo na siku zijazo mbeleni. Vijana ambao bado hawajajiingiza kwenye taasisi ya ndoa, Yesu endelea kunena nao mioyoni mwao ukiwaongoza, ili watakapochukua hatua ya maamuzi yasiwe majuto, yakawe baraka, na wakauone utukufu wa fahari ya matumaini ya ndoa watakapofunganishwa salama. Tunapotawanyika, nenda nasi, na kwa wakati unaokupendeza tena tulete miguuni pako. Katika jina lako Yesu tumeomba, amen. Mungu awabariki.